Je, kuna kitu kikubwa sana kilitokea Olkalau ambacho kinaweza kubadili siasa za Kenya kuelekea mwaka 2027? Na kama kweli hakikutokea, kwa nini Wakenya kutoka Pwani, Nairobi, wanaharakati na hata baadhi ya wafuasi wa serikali wameanza kusema jambo lile lile? Wengine wanaamini huu si ushindi wa eneo moja pekee, bali ni somo ambalo linaweza kubadili wananchi wanavyofanya maamuzi siku za uchaguzi. Leo tutaangalia video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa mtandaoni na kuona kwa nini Olkalau imekuwa gumzo ndani na nje ya Kenya. Hakikisha unatazama hadi mwisho, maana video ya mwisho inaweza kukushangaza zaidi. Na msikuwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa, sisi ndio mafundi wa hii kitu. Mafundi walipatana na mafuamani pale Olkalau. Baada ya matokeo ya uchaguzi mdogo wa Olkalau kutangazwa, mjadala ulianza kushika kasi mitandaoni. Watu wengi hawakuzungumzia mshindi pekee, bali walizungumzia ujumbe ambao wananchi walionekana kuutuma kupitia kura zao. Video ya kwanza inamwonyesha mwananchi huyu akizungumza katika bunge la mwananchi. Kwa maoni yake, kile kilichofanywa Olkalau hakipaswi kubaki Olkalau pekee. Anaamini wananchi wa maeneo mengine wanapaswa kukiangalia kwa makini na kujifunza kutokana nacho kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Wapo wanaokubaliana naye, huku wengine wakisema kila eneo lina mazingira yake tofauti. Lakini swali kubwa linaendelea kubaki ni je, kweli wananchi wameanza kubadili namna wanavyoamua kura zao? Watu wa Olkalau, ile kitu mmefanya, it must be studied in our universities by political science students. How a poor candidate in Olkalau defeated state machinery must be studied by political science students in our universities, kwa sababu ile margin ni kubwa sana. Yani DCP imeshinda UDA Olkalau 7 times. Ile kitu imefanyika Olkalau must be recorded in the Guinness Book of Records. It is the science eighth wonder of the world after the migration of the world beast. Olkalau is the only place on earth. Olkalau is the only place on earth where civilians search policemen instead of policemen searching civilians. Mmetuonyesha kitu ya kushangaza sana Olkalau, and Kenya is happy, and we are going to copy paste. We are going to benchmark Olkalau and roll it countrywide. Hiyo script ambayo mlitumia, how to defeat the state, how to defeat state violence, we are going to copy paste it. Kama watu wa Kenya wote, mimi naomba wa Kenya wote waangalie ile kitu imefanyika Olkalau, and they must copy paste it everywhere, kwa sababu Olkalau kulikuwa na state machinery yote. Ma PS wote walikuwa huko, ma CS wote walikuwa huko, wabunge wa UDA walikuwa wanazunguka huko in convoys of fuel guzzlers. Walikuwa wanazunguka huko na machopa na pesa kwa magunia. Walikuwa wanagawa mattress, wanagawa gas cylinders, wanagawa viatu, wanagawa samaki, wanagawa vifaranga ya kufuga, mpaka wanapewa boats. Lakini mjadala hukuishia hapo tu. Kutoka eneo la Pwani, mwananchi mwingine pia alitoa maoni yaliyowafanya wengi waanze kujadili swala la umoja wa wapiga kura. Kwa mtazamo wake, matokeo ya Olkalau yalimfanya amini kuwa jamii ya Wakikuyu ilisimama pamoja katika maamuzi yao, licha ya kile ilichodai kuwa kulikuwa na juhudi kubwa za kisiasa kutoka upande wa serikali. Kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti. Wapo walioiona kama ishara ya mshikamano wa kisiasa, huku wengine wakisisitiza kuwa kura ni uamuzi wa mtu binafsi. Hata hivyo, video hii imeendelea kusambaa sana kwa kasi kwenye mitandao. Nakubali, Wakikuyu kweli mna umoja. Wakikuyu mna umoja, mkiamua mumeamua. Yani mwaletewa mattress, high density mattress. Wakati sisi Mombasa huku tunalala vile viji mattress venye ukilala asubuhi ukiamka umona mgongo. Mwaletewa mpaka gesi, mitungi ya gesi mwapewa bure. Wakati Coast huku tuwapika na kuni ama wapika na makaa kilo yenye 100, nyinyi mwapewa gesi, kila mtu gesi. Lakini bado anayewaletea yote hao mwamonyesha utoshi mboga, wewe tupe tu, lakini mtu ni huu, mtu si wewe. Coast tungekuwa hivyo tungekuwa mbali sana.
tungekuwa mbali sana Coast jamani, tusome hii. Maanake yule mtu wenu Coast, mtu hana kitu. Sheke mtu ndo yuomba kura, yuwapa 100. Alafu mtu yoja from nowhere, yuwatumia yuwapa 500. Mwaona huyu antupa gongo ilo tali toshi PK na Jaba. Bora huyu wa kutupatia Jeru hapo, una PK nini, una Jaba, una tools zako, una kila kitu paka ya kuamkia wabaki nayo. Mwenda mwampa kura. Alafu baada ya miaka 5 ama akishaingia sasa ndo mwanza lalamika, huu hatuna maendeleo, antutupa sijui vipi. Tuangalieni jamaa wa Coast, tuangalieni. Wakikuyu washatupa mfano jamaa 2027 yaja. Hii ni kali. Olekalo kama ni olekarao, kama ni olekasui nani, munifurahisha. Mungu awazidishie jamani. Kilichofurahisha zaidi ni pale msichana mmoja wa Kenya alielezea jinsi baadhi ya Watanzania walivyoshangazwa na video zilizosambaa baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wake, baadhi yao walidhani video hizo zilikuwa zimetengenezwa kwa artificial intelligence au AI kwa sababu hawakuamini wananchi wa kawaida wanaweza hata kuwaomba polisi wakague magari yao hadharani, huku watu wakitoa tafsiri tofauti kuhusu yanayoendelea Kenya. Watu wa Tanzania wanadhani ni AI. That wa Kenya wanaweza ambia polisi time ya election, shuka chini, umebeba nini kwa bag. Na wana frisk. Na wanaambia polisi hamuingii kama hatujaangalia magari zenu, wanaangalia mpaka ndani ya gari. Let me tell you, Olkalao, you guys are goated forever. Yani umeprotect hizo kura zenu. You have reminded us why we are the children of Mau Mau. Na 2027 wasitujaribu pia. Hata 2027 wasitujaribu. Let the elections be free and fair. Mwenye atapasa, mwenye ataanguka aende Sugoi. Na ni one time. Mwanaharakati Boniface Mwangi naye aliingia kwenye mjadala huu kupitia video iliyosambaa mitandaoni. Alisema anajivunia wananchi wa Olkalau kwa kile alichotafsiri kuwa ni msimamo dhidi ya siasa za hongo. Kwa maoni yake, wananchi hao wametoa mfano ambao unaweza kujadiliwa na maeneo mengine nchini. Kauli yake imeungwa mkono na baadhi ya wananchi, huku wengine wakitoa mitazamo tofauti kuhusu maana halisi ya matokeo hayo. Adoro karao mani, nyume ni bamba sana. Unajua Nairobi tunakulanga fair. Ni umekula mattress, mkakula gas, mkakula pesa, mkapewa chakula, mkapewa fishing boat, mkaletewa stima, mkahongo na kila kitu ambayo Ruto angeza kuwahonga. Lakini mkasema mtaki siasa ya kuhongana, mkasema tutakula hii pesa kwa sababu ni pesa yetu. Lakini kura tutapiga na roho. Mkaenda kwa rally za UDA mkajazana ndio mkakula hiyo pesa yetu. Mmefanya vizuri sana. So Olkarao manze, mmetufundisha kudeal na hao watu. Tunajua kutakuwa na watu kuhongo kwa siasa. Kula hongo, hiyo pesa ni yako. Hiyo pesa imeibiwa kutoka kwa pesa ya wa Kenya. Kula hongo lakini piga kura kwa roho yako. Watu wa Olkarao wamefunza Ruto kifunzo moja kubwa sana. Hadi leo Ruto amekuja na mapolisi. Unajua polisi ambao wanaishi kwa nyumba ya mabati. Wamekuja na maprado na mabunduki kubwa kubwa. Tua. Amkutishika, mliambia tunataka godho na mahorera godho kuramani. Yumuredwa hinyamu no mani geamura adhime. And as Kenyans, by the way, Olkarao mtishoni aje, we can defend our democracy. Wameletewa maguns wakawashika, hawakuwaua, very good. Wakawatoa nguo, wakafanya video. Mlitumwa na nani? Nangania. It's a lesson to Kenyans, by the way. That means Ruto will be defeated by Kenyans. We are all going to unite. We shall defeat Ruto. Anje kuprepare kwenda nyumbani. Na wale polisi ambao wanatumika kupiga wa Kenya, wanakuja huku wametoka kwa nyumba za mabati wamevaa mamask. Tutawajua, by the way. Dawa yenu kwa jikoni, by the way. Next time tutaweka ambush. Pia nyinyi mpigwe kifunzo, mpigwe funzo pia nyinyi. So manze, sisi watu wa Kenya sasa si ni watu wa Olkarao. Tumesema kwamba Ruto must go. Tutakula hongo ya yenye tunapewa, lakini tunapiga kura nani? Mwenye tunataka. Ado Karao mani, geamura adhime. Bauta wera mwega mono mani. We did not know your game. Sisi tukulafia, by the way, tumelan kula kila kitu, lakini piga kura kwa nani? Kwa roho yako. So thank you so much. Mungu awabariki Kenya, and Ruto must go. Kimodoki no makegedhi.
Lakini pengine video iliyowashangaza wengi zaidi ni hii. Mmoja wa wafuasi wa Rais William Ruto alisema kuwa licha ya kutumia muda na rasilimali nyingi kwenye kampeni, matokeo hayakuwa kama walivyotarajia. Kwa mtazamo wake, baadhi ya ushauri aliokuwa ametoa haukusikilizwa mapema. Kauli hiyo imezua mjadala kuhusu mikakati ya kisiasa na namna kampeni zinavyopokelewa na wananchi. Nyoko mingi, umavi mingi, ndio sababu saa zingine listen to people. Mtu kama mimi nikisema, ndio maana Kenya mzima watu wanasema Kasimo ni mtu anaongea ukweli. Hii umavi ya nyoko tumepoteza sababu people don't listen. They only think beyond their noses. Umavi mingi. Hii haikuwa maana ya kupoteza pesa mingi. Tumeipika. You spend too much, we get nothing. Tumekuwa humiliated. Wakikuyu wote, hata hao wako wa serikali, hawapendi Ruto. So believe it. Ni ile tu kusema nini. Na kwa kale hawezi utafutia wewe kura. Nyambujo kama ukilinganisha mimi na Sudi, na kina hiyo Faruk Kibet, na kina Morokomen, na kina takataka yote. Nani anapenda Kenya mzima? Ni mimi. Ni mimi. Kila mtu nikienda ni Kasimo. Sababu wanapenda mtu anapendwa na watu. Mtu ya watu. Nikienda nakula nao, ninakaa nao, wakikula chakula mbavu na mbaya nakula nao. Inakuwa hivyo. Hii wote ni malingo kipuli mingi. Ni kama hapa Lang'ata. Huyu Charango nasema akue. Charango hata kwa Charua ampendi. Wengi wananiambia Cosmo hata usiende Mbakasi. Mama hapa. Hapa ndio. Sababu ni kitu pure. Vitu bigi listen. Na uaccept useme. Oh ndio hivyo. Lakini kuenda na kifua namna hii doesn't make sense. We can lose the whole thing. Wamefuzwa huko. Listen. Sikisa crowd, ambia na watu, hivi bunge mingi ni watu useless na ni waisi thieves. Ambao Raila alisema ndio makontrakta wanaibia watu left, right, center, waisi tupu. They can't give you any vote. Sema ukweli ya Mungu Kasimo. Mimi niweke na kila mtu Kenya mzima. Kila mtu atasema ni Kasimo wanapenda. Hii takataka yote, mavi yote, ati na advice rahisi. Nothing, absolutely nothing. Useless idiots. Tumepoteza huko because president, listen to people. Chukua simu za watu. Usitarau ati ni mbutu umeweka mtu mkubwa. Hakuna kitu. Hii yote ni mnyambo ya kuku. Mimi ndio nimekutafutia serikali. Listen to people, watu kama mimi, watu wengi wako nje, watu wengi, good people. They can advise you. Hii yote vibunge vinaenda nyumbani. Makavanasi ni pesa wanakula. They don't care about you. Wanasema waje tukule. Waje tukule. Wanachua pahali wanaenda. Hii mahelikopta komesa kupea kwa Kalenjin mahelikopta, wale wengine kutoka Kisii kila pahali unakopea mahelikopta, ati wanatembea juu unakopea pesa. They are useless. Nodi kiwango yangu. I'm telling you. Idiots. You are dealing with idiots, Mr. President. Idiots. Wanakutanganya. Idiots. Mavi ya kuku. Thank you. Aye Kasimo Kipchumba Choi mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani mpaka ime. Sasa swali kubwa linabaki kwa kila Mkenya. Je, Olkalau ilikuwa tukio la pekee au ilikuwa ishara ya kile kinachoweza kutokea katika maeneo mengine mwaka 2027? Wengine wanaona huu ni mwanzo wa siasa mpya zinazoweka uzito kwenye maamuzi ya wapiga kura. Wengine wanaamini ni mapema kufikia hitimisho hilo. Lakini jambo moja ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba matokeo ya Olkalau yamezua mjadala mkubwa ambao bado unaendelea kujadiliwa nchini Kenya. Kikuyu na Minji. Yaani watu wa Olkalau wamepatiwa kila kitu, walipofika kwa line ya kura wakachana na yellow wakafuata green. Hakuna mtu anakapitia kama mwenye alipia na hiyo idea. Ati hawa tukiwapatia kila kitu alafu tuwapige luku na kakitu. Hii kitu tumechukua asubuhi na mapema. Watu wa Olkalau ngina nani? Wamekula, wameshiba, wamefika kwa line wakasema green ndio kala. Sasa nataka kusikia kutoka kwako, unafikiri wananchi wa maeneo mengine wanaweza kujifunza chochote kutokana na yaliyotokea Olkalau, au kila uchaguzi una mazingira yake tofauti? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Ruto hana ufundi wowote. Kama ni fundi labda ni fundi wa viatu.
Fundo wa siasa si Ruto. Mafundo siasa tunawajua bwana. Mafundo siasa kina Raila Amolo Odinga, kina Babu Rahman tunawajua wale majamaa Moi, unajua. Sasa ulifundi wapi? Vijana wadogo wamekwenda mpaka bungeni hapa wakaingia ndani ya bunge. Huyu jamaa akiwa rais, kwani yeye ni fundi saa ngapi bwana? Ruto atupe break kwa sababu yeye tunamjua. Ufundi wake labda tuambie shamba ya Mrisha alilipelekaje. Huo ndio ufundi wake huo. Atuambie shule ya pale nani? Shule ya pale Lang'ata aliifanyaje? Huo ndio ufundi wake bwana. Ufundi wa Ruto katika siasa upo. Ufundi wa mashamba hapa kidogo kidogo kuchukua vitu hapa na pale. Kwa hivyo ufundi wa siasa yeye hana.